Presha inayomkabili rais wa Marekani ya shinikizo la kumaliza vita nchini humo si ya kawaida. Rais wa Marekani anakabiliwa na shinikizo la ndani kumaliza vita nchini Iran. Shirika la habari la Axios limeripoti Jumapili kwamba Iran ilipa Marekani pendekezo jipya kupitia wapatanishi wa Pakistan juu ya kufungua tena mlango wa Hormuz, muhimu kwa uchumi na kumalizika kwa vita, na mazungumzo ya nyuklia yakiahirishwa kwa hatua ya baadaye. Lakini taarifa zinaeleza kwamba wakati huu shinikizo kutoka kwa viongozi wa kisiasa kutoka Congress ni kubwa mno, huku rais huyo wa Marekani akitakiwa kumaliza vita kwa haraka zaidi, kwani ana siku chache zilizosalia ambapo mnamo Mei Mosi anatakiwa awe ameshamaliza vita hivyo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani na ikulu ya Marekani hazikujibu mara moja maombi ya maoni kuhusu ripoti hiyo ambayo ilimnukuu afisa wa Marekani ambaye hakutajwa jina na vyanzo viwili vinavyofahamu suala hilo. Huku viwango vyake vya kuidhinishwa vikiwa vimeshuka, Trump anakabiliwa na shinikizo la ndani amalize vita visivyopendwa na Wamarekani isipokuwa utawala wake pekee. Viongozi wa Iran ambao Marekani inaamini wamedhoofika kijeshi wamepata mwamko katika mazungumzo na uwezo wao wa kusitisha meli kwenye mlango wa bahari ambao kwa kawaida hubeba 1/5 ya usafirishaji wa mafuta. Tehran kwa kiasi kikubwa imefunga mlango wa bahari wa Hormuz, huku Washington ikiweka kizuizi cha bandari za Iran. Rais wa Marekani Donald Trump akizungumza mjini Florida mnamo siku ya Jumamosi alisema alighairi ziara ya wajumbe wake Steve Witkoff na Jared Kushner kwenye mazungumzo nchini Pakistan kutokana na usafiri wa gharama kubwa kwa kile alichokiona kama ofa ya Iran isiyotosheleza. Iran ilitoa mengi lakini haitoshi, alisema rais huyo wa Marekani Donald Trump. Ikumbukwe ziara ya waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi haikuwa ziara ya kwenda kufanya mazungumzo na wa Marekani, lakini ilikuwa ni ziara ya mazungumzo kati ya Iran na Pakistan, ambapo Iran kupitia waziri wake Abbas Araghchi ilipeleka pendekezo la namna ya kumaliza vita hivyo. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian alimwambia waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif kwa simu siku ya Jumamosi kwamba Tehran haitaingia katika mazungumzo yaliyowekwa chini ya vitisho au vikwazo. Alisema Marekani inapaswa kwanza kuondoa vikwazo, ikiwa ni pamoja na vikwazo vyake vya baharini, kabla ya mazungumzo kuanza kuweka msingi wa suluhu. Hata hivyo, kuna suala la kutokubaliana kwa kina. Kutoelewana kati ya Marekani na Iran kumeenea zaidi katika mpango wa nyuklia wa Tehran na udhibiti wa mkondo wa bahari wa Hormuz. Trump anataka kupunguza uungaji mkono wa Iran kwa washirika wake wa kikanda, ikiwa ni pamoja na makundi kama vile Hezbollah nchini Lebanon na Hamas huko Gaza, na kuzuia uwezo wake wa kushambulia washirika wa Marekani kwa makombora ya ballistic, hasa Israel. Iran inataka kuondolewa vikwazo na kusitishwa kwa mashambulizi ya Israel dhidi ya Hezbollah. Nchini Lebanon, mashambulizi ya Israel yameendelea kuwa raia, na wakati huu inadaiwa usiku wa jana yameua watu 14 na kujeruhi 37. Hii ilikuwa ni Jumapili. Wizara ya afya inasema jeshi la Israel limeonya wakazi kuondoka katika miji 7 ya eneo la buffer zone ambalo limekuwa linakaliwa kabla ya usitishaji mapigano ambao umeshindwa kusitishwa kwa mapigano kikamilifu. Hata hivyo, licha ya mashinikizo ambayo rais wa Marekani anayapata ndani ya taifa lake kupitia wanasiasa wa Congress, lakini bado rais huyo anaamini bado anahitaji kuishambulia Iran. Rais huyo wa Marekani amesema kwamba wao wanachokisubiri ni simu kutoka kwa wa Iran waseme wanataka kumaliza vita na wanatakaje kumaliza vita, lakini waachane na suala la nyuklia. Ndicho ambacho rais wa Marekani Donald Trump anachokitaka. Rais huyo wa Marekani alisema Jumapili kuwa Iran inaweza kupiga simu ikiwa inataka kufanya mazungumzo hayo ya kusitishwa mapigano ya vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel, huku waziri wa mambo ya nje wa Iran akiondoka Pakistan kwa mazungumzo licha kutokuwepo kwa wenzao wa kutoka nchini Marekani. Lakini matumaini ya kufufua juhudi za amani yalikuwa yamepungua hapo awali baada ya Trump kufutilia mbali ziara yake mjini Islamabad iliyofanywa na wajumbe Steve Witkoff na Jared Kushner, hata baada ya waziri wa mambo ya nje wa Iran akiendelea kufanya ziara zake katika mataifa mengine. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili ufahamu ni nini kinachojiri.